Bana, unajua maswali yamekuwa ni mengi sana. Wengi wamekuwa wakijiuliza, lakini wengi wamekuwa wakiweka ni kama angalizo juu ya Yanga kwa kumsajili Dep, mshambuliaji huyu ambaye ametoka huko Poland. Sasa wengi wamejaribu kuzifuatilia takwimu zake, zinaonekana kama haziridhishi sana sana sana, lakini mimi nataka nije hapa mkwambie ule ukweli kabisa wa hiki ambacho kinaendelea Yanga. Ni kwamba tukiwa wa kweli tu, Yanga hata miaka buku kabisa, miaka 10,000, asingekuwa ni kocha Pedro huyu ambaye sasa hivi ndo kocha mkuu wa Yanga, basi Yanga wasingeweza kumpata Dep. Kwa nini? Kwenye hili dili Yanga wametumia zaidi ya bilioni 1.2 fedha za Kitanzania. Hii ni pesa ya kununua na pesa binafsi ya mchezaji, kwa ujumlisha hapo pesa ya kumnunua signing fee, lakini pia na pesa ya kumlipa, kwa inagharimu kama bilioni 1.2. Guys, haikuwa rahisi hata kidogo Yanga kufika huko. Haya mambo wanafanya Al Ahly, Mamelodi Sundowns, lakini pia na vilabu vingine vikubwa vya Uarabuni. So kwa Yanga kufanya kitu kama hiki, kumsajili mchezaji mmoja kwa gharama ya B na ushe, hiki si kitu kidogo, hiki si kitu cha kubezwa. Tunatakiwa tupongeze, lakini ile pia commitment na kuto kukata tamaa, lakini pia kuamini kwenye kile unachokifanya. Kwa tunabidi tuipongeze tu klabu ya Yanga, lakini pia uongozi wa Yanga kwa kile ambacho wamekifanya. Kwanza kabla ya kwenda Ulaya, nataka nikupe takwimu zake, wale ambao kidogo walikuwa bado hawajajua huyu mchezaji ametoka wapi, alienda wapi, kafanya nini, alipita wapi. Sasa kabla hajaenda Ulaya, Dep alikuwa mchezaji bora mara 2 wa Kosafa. Hiyo inabidi uichukue. Lakini pia alikataa ofa ya Al Ahly ya Cairo, lakini pia Orlando Pirates na Kaizer Chiefs, hizi zote za South Africa. Kwa miaka 2 Dep amecheza kwenye ligi 3 ngumu. Tuelewane hapa, ligi 3 ngumu. Ligi ya kwanza, ligi ya Ureno dhidi ya timu za FC Porto, Lisbon, lakini pia na Benfica. Wote naamini mnazijua hizi timu. So huyu alicheza kwenye hiyo ligi akiwa na timu yake, akiwa anapambana na vigogo kama hao FC Porto, Lisbon, lakini pia na Benfica. Lakini pia amecheza ligi ya Serbia, ligi ya timu ngumu na kubwa kama Crvena Zvezda na Partizan. Hizi zote mnazijua, wale watu wa kuweka mikeka, wazee wa kutandika mikeka, najua mtakuwa mnazijua hizi timu. Lakini pia amecheza ligi ya Poland dhidi ya timu kubwa kama Lech Poznan, Jagiellonia, Białystok na Legia Warszawa. Hizi ni timu ambazo zinashika ligi ya Poland. So hizo timu zote 3 alizocheza Dep ni kubwa na zinafanya vizuri kwenye ligi husika. Usije ukasema labda anacheza labda timu ambayo inanusurika kushuka daraja. No, alikuwa anacheza timu kubwa tu ambazo nazo pia zinakimbiza kwenye ligi husika. Kwa kwanza tu pale Ureno amecheza Gil Vicente, ambao wako nafasi ya 4 sasa hivi, nyuma ya Porto, Lisbon, lakini pia na Benfica. Just imagine, Ureno pale amecheza hiyo timu. Lakini ukienda Serbia, klabu yake ya FK Vojvodina iko nafasi ya 3 nyuma ya Partizani na Crvena Zvezda ambazo nimekutajia. So unaona ni jinsi gani ambavyo mwamba amekuwa akipambana na amecheza timu ambazo pia zina capacity kubwa sana, sio kwamba ni timu ambazo ni ndogo. Lakini pia pale Poland, klabu yake ya Lodamak iko nafasi ya 7 kwenye ligi yenye timu 18. Timu ipo nafasi ya 7 kati ya timu 18. So
Angalia ni timu ngapi ambazo ameziacha huku nyuma, na ndo hapo alipotokea mpaka anakuja klabu ya Young Africans. Niwe mwazi kabisa, usije mkasema labda nipo hapo kwa ajili ya kumnadi. Hapana, sitaki kusema kama atafanya poa sana Bongo, ila nataka niwakumbushe ukubwa wake na sehemu alikotoka. Hili ndo lilikuwa lengo langu la kuzileta hizi takwimu hapa. Si kwamba nataka kuwaaminisha kwamba huyu ni mchezaji ambaye atakuja kufanya vizuri kwenye ligi ya Tanzania, kwa maana Tanzania ina vitu vyake, lakini pia mazingira yake, so mpaka cop up ili aweze kuingia kwenye mfumo na aweze kucheza vizuri. So mimi sipo hapa kwa ajili ya kusema atakuja kufanya vizuri, no, lakini nakukumbusha tu sehemu alizopita na alichokifanya. Lakini Depu ni mchezaji mkubwa na mkali sana, kwa hilo na inabidi pia usisahau, nikukumbushe tu, sio kafikiri kwamba labda ni mchezaji wa kawaida. Huyu ni mchezaji mkubwa na ni mzuri sana. Anaweza kuipeleka mbali Yanga kwenye michuano ya CAF, na wote tunajua mechi ijayo Yanga watakutana na Al Ahly ugenini na watarudiana tena hapa nyumbani. So huu ni usajili mzuri, good timing Yanga wameifanya kwa ajili ya mchezaji huyu Depu. Kwa watafanya, naamini atafanya maajabu. Wengi wanategemea afanye vitu vikubwa sana, maana usajili wake umekuwa ni usajili ambao umewavutia wengi sana, lakini pia umewavuta wengi sana. So huyo ni Depu, mchezaji wa Yanga. Sasa nilitaka nione maoni ya wengine nao wanasemeje juu ya mchezaji huyu. Na kuna huyu anaitwa Charles Neil, yeye anasema hata Saido tuliambiwa alicheza Ubelgiji na anao uwezo wa kuongea lugha 8. Lakini mwingine anaitwa Dominic Ruta, yeye anasema ikitokea Yanga ikashindwa kuingia nusu fainali ya CAF itakuwa msiba mkubwa kwa wanajangwani, na haswa ukichukulia kikosi ambacho anaenda kumalizia group stage. Yes, lakini mwingine huyu anaitwa Akili Musa, yeye anasema karibu za Okero, klipu za Okero. Okay, Okero pia nitakuja kuwaletea takwimu zake, msijali, hapa weka karibu tu na channel yetu Lela Media. So wewe vitu vyote utavipata hapa, just be closer with our channel. So wewe usijali, kila kitu kitakuja hapa. Lakini huyu mmoja anaitwa Agaton Manase, yeye anasema hata aliyechezaga Uingereza yule alipewaga sifa nyingi sana kama kanga ya Lombo, mwishowe mkashtakiana. Lakini mwingine anaitwa Rightness Kaya, yeye anasema waongo utopolo kujiinua kwenu. Okay, huyu mwingine anaitwa Leons Gwel, yeye anasema big up Engineer Hersi Said for the fight spirit to our club, may God protect you. Okay, lakini huyu mwingine anaitwa Isaiah Kalinga, yeye anasema sawa, ngoja tusubiri tuone, maana sifa ni nyingi, isije ikawa kama kwa Ikangalombo. Mwingine huyu anaitwa Absolom Limbe, yeye anasema hongera Engineer Hersi Said kwa upambanaji wako, timu hii ya Yanga itapasua sana anga. Huyu mwingine naye anaitwa Phineas Faustin, yeye anasema kumbukeni Bongo uchawi yupo. Anajaribu tu kuweka taswira juu ya Bongo, kulugana ni kwingi sana wachezaji. Lakini wa mwisho anaitwa Malima Magenda, yeye anasema tutakutana uwanjani. Huyu amejaribu tu kumaliza hivyo. So hizo ni takwimu na kote alikopita Depu mpaka anafika kwenye klabu ya Yanga.